السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه وسلم. Baada ya shukrani kwa aliye muumbaji na rehma na amani pia kwa nabii wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wapenzi wasikilizaji na wafuatiliaji wa channel yetu ya Maalim Kaisi TV, leo tena tumo katika mwezi au tupo katika kipindi cha mfungo wa Ramadhani. Ikiwa tuko katika mfungo wa Ramadhani, aliye muumbaji katuambia kuwa Ramadhani kwetu sisi ni faradhi. Muda kwamba Ramadhani kwetu sisi ni sehemu ya faradhi kwa ushahidi wa sura ya pili aya ya 183, muumbaji anasema: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kitazama hii aya namna ambavyo ipo, taona subhana anazungumza na sisi, ya ayyuhalladhina amanu, nyie mlioamin, kutiba alaykumus siyam, meamrishwa nyie kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, namna mlivyoamrishwa ni kama walivyoamrishwa wale waliopita kabla ya uwepo wa kwenu nyie. Lakini makhsusi ya funga tunaona la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Wafuatiliaji wetu na wana Ramadhani na wasio wana Ramadhani kwa ujumla wake, tuzungumzie la'allakum tattaqun. Makhsusi ya hapa tunaona malengo ya kufunga ni kufika pahara wafungaji au wale walio waumini ambao wametekeleza ibada ya funga, makhsusi la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Tunakumbushana na ndio pia tunaambiana kwa kusema funga kwetu sisi haikuwa adhabu. Hii ndio mada yetu ya leo, na anwani ima mada yetu itajulikana kwamba funga ya Ramadhani kwa umma si adhabu, badala yake ni ibada kama zilivyo ibada zingine. Tunaona hapa kwamba ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumus siyam, meamrishwa nyinyi kufunga, kama kutiba ala alladhina, kama walivyoamrishwa wale waliopita, min qablikum, kabla ya kwenu nyinyi. Kumbe hapa tuna kitu tunakibeba. Kabla yetu kulikuwa na watu, na hawa watu walipewa ibada ya funga, namna walivyoamrishwa ndivyo tulivyoamrishwa. Ziko tu baadhi ya tofauti fulani, lakini kimsingi katika masharti hakuna mengi katika sehemu ya tofauti. Pia hatukupewa sisi pekee, bali wako na wenzetu na wao walipewa. Lakini basi tuone sisi kama ni ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tunafunga mara tu baada ya adhana ya pili au kabla ya adhana ya pili. Huwa tunaanza ibada ya kufunga na mwisho wetu ni baada ya adhana ya maghrib. Maana yake ni kwamba saumu itakuwa ndio umwisho wake. Kwa umwisho huu, maana yake tayari tunaruhusiwa kula, kunywa na mengine yaliyo ya kihalali. Lakini tutafakar, kama funga ingekuwa ni adhabu, kimsingi ni kwamba mwaka mmoja una siku 336, kwa 366 ima 365 siku za kufunga. Tunaona muumbaji katuambia ayyama ma'dudati, hayo masiku ya kufunga ni machache. Muda kwamba masiku ya kufunga ni machache, kama haya ufungaji huu ungekuwa ni adhabu, tungeamrishwa kufunga siku 360 au 336 au 335. Lakini subhana ta'ala katika hali ya kutupenda sisi katuwekea siku za kufunga ni 30 au 29. Kwa maana 366 au 65 toa 30 au 29, tunakuta bado kuna masiku 300, na hawe ni ya kula, kunywa, ukiondoa zile funga za sunna. Kwa hiyo tunaona kwamba Waislamu kufunga si adhabu, badala yake kufunga ni ibada, na ibada ambayo inaweza kutufikisha katika lengo la funga ambalo muumbaji anasema la'allakum tattaqun. Lakini basi ili kuliona hili, tukaambiwa ndani ya Ramadhani awwaluhu rahma, 10 la kwanza katika Ramadhani ni 10 la waja kurehemewa. Kinyume cha rehma, bimaana matrudun min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, ni waja au mtu kutolewa katika rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana fupi, utakapotolewa katika maisha ya rehma, maana yake umeishi katika maisha ya laana, na ukiishi katika maisha ya laana hatutambui wapi mwisho wake unakwenda kufikia. Tusitafute maneno marefu, maana yake umeangamia au tumeangamia
wa na'udhu billah, Mwenyezi Mungu Subhanahu tuepushe katika maisha ya laana. Kwa hiyo awaluhu rahma, kumi la kwanza katika Ramadhani ni kumi la waja kurehemewa. Wa awsatuhu maghfira, asema na kumi la pili ni kumi la waja kusamehewa madhambi. Wa akhiruhu itkum minan nar, na kumi la mwisho katika Ramadhani ni kumi la waja kuachwa huru na moto. Tunamwomba Subhana kwa sharfu iliyopatikana katika mwezi wa Ramadhani, kwa baraka ya Ramadhani, Allah Subhana atuondoshe katika mazingira ya umoto. Kwa hiyo ikiwa awaluhu rahma, wana Ramadhani ndio hii imeanza na Ramadhani ndio inaondoka, umefanya nini mpaka leo ili mradi kuweza kupata rahma zake Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lakini ili tupate rahma, kilicho bora ni kutenda matendo yaliyo mazuri. Kilicho bora ni kuzihesabu nafsi zetu, hasibu anfusakum, hesabuni nafsi zenu kabla an yuhasabe, kabla bado hajafika hadi ya sisi kuhesabiwa naye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ili turehemewe ni kujipima nafsi yako, ulikuwa na matendo yepi kabla ya Ramadhani, na leo baada ya Ramadhani una matendo yapi yaliyo mazuri ambayo yanampendeza yule aliyemuumbaji Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ikiwa awaluhu rahma, wa qala Ali karramallahu wajha, Imamu Ali atuambia maneno katika sisi hali ya kuona kwamba Ramadhani kwetu sisi si adhabu. Imamu Ali anasema maneno, tukaambia ya kwamba lau arada Allah Subhanahu wa Ta'ala an yu'adhiba ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kama Allah angekuwa na mpango timilifu ambao mpango huo amekusudia kuadhibu ummati Muhammad, yani yaleti kama Allah angekuwa na kisasi cha kukusudia sisi kututia mashakani, Imamu Ali karramallahu wajha anasema ma a'tahum Ramadhan wa qul huwallahu ahad, Allah asingetuletea sisi au asingetupa sisi ibada inayoitwa Ramadhan na surati Ikhlas, kwa maana qul huwallahu ahad. Kwa hiyo kama Allah ingekuwa malengo yake ni kutuadhibu sisi, maana yake vitu viwili hivi visingeletwa. Muda wa kwamba Imamu Ali karramallahu wajha anatueleza hili, tunaona kwamba Ramadhani kwetu sisi si adhabu, badali yake Ramadhani ni ibada kama zilivyo ibada zingine, na ni ibada ambayo inatushepu kuingia katika nafasi ya uchamungu. Allahumma ja'alna minal muttaqin, Subhana tujalie sisi kuwa miongoni mwa waja walio wachamungu. Tuendelee kukumbushana na kuambizana, Allah mengi katupa sisi, kwa bahati mbaya wana Ramadhani hatujifahamu, ima tumeghafirika. Emtizama kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anatuelekeza katika hali ya Ramadhani. Tizama leo Ramadhani inavyosogea, kuona kwamba bado hatujatambua Ramadhani kwamba si adhabu, bali Ramadhani ni ibada, hatujatambua. Tizama Ramadhani inavyosogea, tunachangishana michango ya karata, baadhi ya watu wanachangishana michango ya draft, mabao, lakini pia baadhi ya watu wanafanya namna gani tutakusanyika ili kupass time na kukazia saumu, kwa jina nembo ambayo inayopewa kukazia saumu. Tizama basi, ndani ya karata kuna maneno ya laghwi. Ikiwa sisi ndio wafungaji, tumefunga, tuacheza karata wakati wote, tukiwatizama wapita njia tunacheza karata, tukiambizana maneno yasiyofaa. Utamsikia kijana wa kiume anamweleza mamake mzazi, nimekuoa. Utasikia kaka anamweleza nduguye wa kike, nimekuoa. Ndugu wa kike akimweleza kaka yake, nimekuoa, na maneno mengi ya laghwi. Mengine utasikia nimekula visu, sio na kadha, watu wabao, nimekula nyumba na kadha. Haya hayakuwa ya msingi katika Ramadhani, na ndio maana tumeshika fursa hii tuambizane yaliyo ya msingi ni yapi. Kwa kuliona hili, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, nami nishike fursa hii kukuhusia wewe ndugu yangu ambaye unaupoteza muda wako katika karata, kwa kusema kwamba naisogeza saumu yangu. Tukushauri kama ushauri wa kiongozi wa umma alivyotushauri, kilicho bora ni wewe basi, umeshindwa nini la kufanya, umeshachoka na kadha, nenda kalale. Kulala itakuwa ni salama ya saumu yako, kwa ushahidi wa hadithi ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, naum lisaim ibada, kwa maana naum lisaim ibada, usingizi wa mwenye kufunga ni ibada. Je, mcheza karata hili unalifahamu? Wewe ambao kutwa yote uko katika TV ukitizama mikanda isiyo na maana, season, unapoteza muda wako, je, hili unalifahamu? Ni bora ukalale kuliko kufanya majambo ambayo hatujahusiwa na dini yetu. Kwa hiyo ikiwa usingizi wa mwenye kulala ni ibada, Mtume pia sallallahu alaihi wasallam hakutuacha nyuma, akatuambia tena wa nafsuhu tasbiha,
Hata ule usingizi wa mwenye kufunga yahesabika sawa sawa na analeta dhikri, anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Baina ya pumzi anayoitoa mwenye kufunga na pumzi anayorejesha, pumzi mbili hizi zote zahesabiwa kwamba umo katika ibada, unamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini si haya, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali ya kutupenda sana akatuambia, wa duauhu mustajaba, na dua la mfungaji hususan hata huyo aliyelala, pindi atavyoamka atakachoomba chochote, dua lake linakuwa linakubaliwa mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Haijalishi ulilala imma kutokulala, muda kwamba uko katika ibada ya saum, dua zetu au dua yako ni zinapita mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, muda kwamba uko katika ibada ya funga. Lakini mwana Ramadhan, na sisi wana Ramadhan na wafuatiliaji wetu kwa ujumla, katika hichi kipengele Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akatuambia, wa dhambuhu maghfura, hata dhambi za yule aliyelala ikiwa yumo katika saum, kwa machovu ya saum, hakupenda kuipoteza saum yake katika maeneo ambayo si ya maana au ya msingi, kaamua ni bora alale ili mradi kuilinda saum yake. Wa dhambuhu maghfura, na dhambi zake zinasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbe huu ndio tunaona ndio shahrul Qur'an wa shahru tarawih wa shahru al-masabih wa shahru al-ihsan wa shahru at-tauba. Ramadhan ndio mwezi wa Qur'an, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Mwezi wa Ramadhan ndio mwezi ambao Qur'an imeshushwa ndani yake. Lakini pia ndio mwezi wa ihsani, kuzidisha wema, na ndio mwezi wa tauba, na ndio mwezi wa tarawih. Kwa hiyo tukiliona hili kwamba wadhambuhu maghfura, na dhambi zake zinasamehewa naye Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo jingine Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia, wa amaluhu mudhaafatan, na matendo ya yule mfungaji yaliyo mazuri, mudhaafatan, yanazidishwa maradufu zaidi na zaidi, bimaana yanapewa natija bora zaidi, malipo yake haya na mfano. Kwa hiyo tunaona haya kwetu sisi ni bora, na haya kana kwamba tungekuwa tunayafahamu mapema, ilikuwa ni sisi tuyashike na kuzingatia, kulikoni kuanza kuchangishana michango ya karata, au sisi kuwa masponsa katika hali ya kufadhili vijiwe katika hali ya karata, mabao na draft katika mwezi wa Ramadhani. Tukumbushane kwa kuambizana, Ramadhani haukuwa ni mwezi wa kufanya mashara, badala yake Ramadhani ilikuwa ni mwezi wa kuzidisha ijtihada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa usalama wa nafsi zetu. Tukumbushane wafuatiliaji wetu, katika Ramadhani popote utakapokuta kuna jambo la kheri, jishepu kwa kukimbilia kheri hiyo, ili mradi tuendane na kauli ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu anatueleza, man hadhara majalis min majalis dhikra fi Ramadhan, man yule ambaye, kwa maana man yule ambaye hadhara majalis min majalis dhikra fi Ramadhan, atahudhuria katika vikao vya kheri au vikao katika vikao vya kheri katika mwezi wa Ramadhan. Vikao vya kheri ni kama vipi? Mfano, pahara kuna mawaidha ukaenda, imma kuna makongamano ukaenda pale kwenda kusikiliza, au kuna mashindano ya Qur'ani, imma kuna Qur'ani au kuna chochote, kuna darsa, ukafunga shughuli zako, ukapunguza ratiba zako, ukajitahidi kuhudhuria katika vikao hivi vya kheri, kuliko ni leo eti unakuta mfungaji anasema ni bora niende katika mpira ili nitakavyorudi nifikie kuftari. Hapana, wana Ramadhani na wafuatiliaji wetu kwa ujumla, tunakumbushana kilicho bora ni kutafuta vikao vilivyo vya khairati katika mwezi wa Ramadhani na baada ya Ramadhani. Kwa kuyafanya haya, kuhudhuria vikao vya kheri katika mwezi wa Ramadhani, kiongozi wa umma Abul Qasim Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam anatuambia, kataballahu lahu bikulli qadamin ibadih, aandikiwa mja huyu kwa kila hatua yake moja kutoka pale alikotoka mpaka katika kikao hicho alichokusudia, ambacho ni kikao cha kheri. Kila hatua yake moja inaandikwa sehemu ya ibada, kwamba amefanya ibada. Jiulize, kutoka pale ulikotoka mpaka ulikofika kuna hatua ngapi? Baada ya kurudi hapa mpaka kule ulikotoka kuna hatua ngapi? Sasa piga hiyo mara idadi ya hatua zako, unaona kwamba tuna kheri nyingi katika mwezi wa Ramadhani. Wa yakunu yawma alqiyama ma'i tahta al'arsh, hilo ni jambo la pili Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia. Lakini tukumbushane na tuambizane, wafungaji na wafuatiliaji wetu, wafuatiliaji kwa ujumla, jambo jingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuelekeza tena jambo jingine.
waman dama au waman dawama ala aljamaati fi Ramadhan, na mwenye kudumu katika swala za jamaa katika mwezi wa Ramadhan ili kuitafuta rahma, kama tulivyosema kwamba awalhu rahma, kumi la mwanzo ni kumi la rahma, ni kujitahidi kuyashika haya, kudumu na swala za jamaa. Wafuatiliaji waumini na fuatiliaji wetu wa channel yetu na wana Ramadhani kwa ujumla, kama umma leo tunagonjwa, mtu amekaa kijiweni hana lolote la msingi, bali tu anazungumza maneno ya kawaida, adhana na adhiniwa, haoni kama kuna umuhimu wa kwenda, lakini badali yake Bilali yuko katika iqama, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala falah, qad qamatus salah, qad qamatus salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Ndio mja ananyanyuka hapa kwenda kuitikia iqama, baada ya kwenda sehemu ya kuanza udhu, kwa maana baitu khalla, mpaka kutoka kule afike pahala pa kuanza kuwekea udhu wake, kisha ende ndani ya swala. Rakaa mbili zimeshampita, tatu, au foleni iliyoko kule na rakaa zote zimempita, kwa maana jamaa akaikosa. Tunaona huu ni kuto kufahamu nini thamani ya Ramadhani. Kwa Ramadhani imeletwa kwetu sisi ikiwa ni msaada, na sisi tuitumie vizuri, ili mradi itakavyoondoka Ramadhani iondoke ikiwa na sisi tumerehemewa, tumesamehewa, tumeondoshwa katika usajili wa watu wa motoni. Kwa yeyote ambaye mwenye kuhudhuria swala za jamaa katika Ramadhani, atahu Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu aliye mtukufu humpa mtu huyu bikulli rak'at, kwa kila rak'a moja utakayeswali nyuma ya imamu, madinatan min nur, wapewa makazi, kwa maana jengo la thamani, tena jengo la nuru katika mazingira ya peponi yaumal qiyama, au katika akhira yako upewe jambo au jengo la nuru katika akhira yako, kwa sababu tu ulidumu na swala ya jamaa. Tukihitaja akhira yako ni mara tu baada ya wewe kufa kwako na baada ya mimi kufa kwangu. Tunakumbushana na Ramadhani, tudumuni katika ibada za jamaa ili mradi tuweze kupata hali iliyokuwa mzuri. Lakini pia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akatuambia jambo jingine, wa man qadha hajatan muslima, na yeyote mwenye kukidhi shida ya nduguye Muislamu fi Ramadhan, katika Ramadhan. Hatuambizani eti haina maana ya kusaidiana hata baada ya Ramadhan, hapana. Lakini tunachozungumza, Ramadhani ni semina, Ramadhani ni chumba cha semina. Haya ambayo tunajishepo katika Ramadhani, maana yake tunyanyuke nayo, na baada ya Ramadhani kutoweka, desturi hii tuendelee nazo, ibada hizi tuendelee nazo, tulichokivuna katika Ramadhani iwe ndio maisha yetu, na hata baada ya Ramadhani mpaka kufika katika Ramadhani nyingine. Kwa hiyo tunaona ya kwamba kwa kuona hili bikulli rak'atin madinatin, lakini wa man qadha hajatan muslima fi Ramadhan, mwenye kukidhi shida ya nduguye katika mwezi unaoitwa Ramadhan, qadallahu alfan alfa biidhnillahi alkarim, qadallahu alfan alfa. Ina mantiki gani? Tupate mapumziko kidogo, baada ya mapumziko tutakuja tena kuona alfan alfa ina maana gani. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalie saumu zetu. Maalim Kais TV ni channel inayokuletea mafunzo na mambo mbalimbali yanayohusu Uislamu. Itakufunza maadili yaliyokuwa mema katika jamii na utaweza kuufahamu Uislamu wako vizuri zaidi. Kinachotakiwa kufanya, usisahau kusubscribe, kushare pamoja na kucomment, ili uweze kunufaika na kila kitu ambacho kitakachokuwa kinarushwa hapa katika chaneli yako pendwa kabisa hii ya Maalim Kais TV. Maoni yako ni kitu cha muhimu sana katika kuboresha chaneli hii. Naam, ndugu wasikilizaji na wafuatiliaji wetu kwa ujumla, baada ya breki chache ambayo tumetoka kupumzika, tuendelee na kile ambacho tulichokuwa tunaendelea ukieleza kwamba awwaluhu rahma, kumi la kwanza katika mwezi wa Ramadhani ni kumi la waja kurehemewa. Je, tutarehemewa kwa kufunga tu?
ndani ya kufunga tuna mapungufu mengi. Huku tukifunga tunawaza ya haramu, huku tukifunga tukitizama vya haramu. Kumbe funga ina vipambio vyake ili kuifanya ikubaliwe naye Allah subhanahu wa ta'ala. Kitendo cha kukubaliwa ndio pamoja au sababu ya sisi kupata rahma. Kwa hiyo tunaona basi miongoni mwa vipambio vya saumu zetu ili kuendana na 10 la kwanza, waman qadha hajatan muslima fi Ramadhan, mwenye kukidhi shida ya nduguye Muislamu katika Ramadhan. Ima tukajiwana kwa macho kwamba fulani wangu leo ana shida, au hata kama hana shida ni wajibu wangu kumsaidia. Ukakidhi ima kumwezesha futari, ima pesa ya futari, dako au pesa ya dako, au kumtatulia shida yake nduguyo ambayo anayo. Ima alikufuata au wewe ukafanya makishio tu kwamba huyu fulani itakuwa ni mshida, acha nimsaidie. Hii ni shida kama zilivyo shida zinginezo. Wewe mwenye kumtatulia Muislamu mwenzi wake shida alionayo fi Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan, qadha Allahu lahu alfan haja, naye Allah subhanahu humtatulia huyo aliyemtatulia mwenzie maelfu ya shida zake. Chukulia mimi nimemtatulia mwenzi wangu, na mimi pia Allah subhanahu ananitatulia maelfu ya shida tulizonazo au nilizonazo. Tunajiuliza sisi leo kama wafungaji, tunajiuliza sisi leo kama ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwetu nani hana shida? Unakuta sisi sote ni wa shida, ima na watoto lakini mke nilionaye si msikivu, ima na mke watoto si wasikivu, ima na biashara, lakini kimsingi kila mmoja atakuwa na shida zake. Miongoni mwa shida ambazo tuko nazo, tatulia mwenzio shida yake ili Allah pia akutatulie na wewe maelfu ya shida tulizo nazo. Lakini pia tukaambiwa na kiongozi wetu wa umma Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, waman tasaddaqa fihi, waman yule ambaye tasaddaqa fihi, ataitoa sadaka katika mwezi huu wa Ramadhani, imma sadaka ya pesa, mawazo, chakula, kinywaji au tende au chochote, imma khidma kwa maana ya huduma au chochote kile, lakini tunachozungumzia ni sadaka. Ukatoa sadaka katika mwezi huu wa Ramadhani, jipange pia kuondoshewa kiza cha kaburi, wewe ndugu mwana Ramadhan, wewe ndugu mfuatiliaji wetu wa channel yetu Maalim Kaisi TV. Kwa hiyo tunaona basi kumbe kaburi ndio katika nyumba yetu ya kukaa, na kaburi ndio nyumba ambayo kumbe ilikosa mlango, ilikosa madirisha, ilikosa feni, ilikosa vitu vyote. Basi katika hali ya kukidhi shida ya ndugu yako katika mwezi wa Ramadhan, subhanahu wa ta'ala pia anakuondoshea kiza cha kaburi. Lakini pia haitoshi, kataballahu lahu alfan hasana, subhana pia kwa wema huu uliofanya kwa mwenzio, na pia anakuandikia maelfu ya wema, kwamba umefanya wema zaidi ya maelfu. Allah si mchoyo wa kutulipa sisi, badali yake sisi hatujatambua fadhila ya mwezi unaoitwa Ramadhan. Wamaha anhu alfa sayyi'a, kwa kitendo hicho cha kutoa kwa sadaka wema wako katika Ramadhan, Allah subhanahu anatuondoshea maelfu ya maovu tulionayo. Ndio sisi tunaona kutoka Ramadhani ya mwaka wa jana kuja katika Ramadhani hii tulionayo, tumeshafanya makosa mengi. Ndio sisi ambao tumetereza sana, na ndio sisi ambao tulikuwa wakosaji baina ya usiku na mchana, twasema lailan wa nahara, ili Allah subhanahu atufutie haya. Ni kuendana na maelekezo ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa sadaka yako utakayoitoa katika Ramadhani, ima umetoa msikitini, umetoa barabarani, umetoa kwa jirani yako, ima umetoa kwa mkubwa au mdogo, lakini ukatoa kwa imani kwamba Allah subhanahu ananiona na hichi ndicho nacho aliyenikabidhi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rafa'a lahu alfa darajat, utaona ya kwamba wa rafa'a lahu alfan darajat, subhanahu wa ta'ala pia ananyanyua maelfu ya daraja kwako wewe uliotoa sadaka katika mwezi wa Ramadhan, au kwako wewe uliofanya wema katika Ramadhan. Wana Ramadhan, sisi ni washida kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa sisi ni washida, hatuna namna ni kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala ili atuondoshee shida zetu kwa kufanya matendo yaliyo mazuri, ili mradi kuendana na mazingira yaliyokuwa mazuri, kama ambavyo tulivyoelekezwa awwaluhu rahma. 10 la kwanza katika Ramadhani ni 10 la rahma, na sisi tunazungumza mada hii ikiwa tuko katika 10 la rahma, kwa maana ni wajibu wetu sisi
kujitahidi kuyatenda yaliyo mema, ili mradi turehemewe naye Allah subhanahu wa ta'ala. Tumalize kwa kusema, ndugu wafuatiliaji, katika yale ya kutenda, kuswali ni wajibu wetu, lakini ndani ya kuswali ziko pia na ibada za sunna kabla ya Ramadhani na ndani ya Ramadhani. Basi miongoni mwazo, wafungaji wengi tuko tayari kufunga, bahati mbaya hatuko tayari kuswali, na wafungaji wengi wako tayari kufunga, lakini pia wako tayari kuswali kwa ajili ya Ramadhani tu, na kisha Ramadhani ikishaondoka hawaswali tena. Tuwakumbusheni ndugu Waislamu, ndugu waumini, ndugu wafuatiliaji kwa ujumla, hili halikuwa sawasawa, kwa sababu Ramadhani ni kiumbe, lakini pia swala nayo ni kiumbe, na hivi vyote muumbaji wake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa bahati mbaya zaidi au kwa bahati nzuri zaidi, na sisi pia ni viumbe. Kwa hiyo hivi ni viumbe vitatu. Bahati mbaya tunakiogopa kiumbe Ramadhani, tunamsahau yule mwenye Ramadhani yake. Hii itakuwa sio sawa sawa. Kwa hiyo tujitahidi kufanya kheri, hususan kuhudhuria katika misikiti. Msimu huu tuna ibada za tarawih. Kwa bahati mbaya waswaliji wengi ibada ya tarawih huwa wanaikwepa kwa visingizio vingi. Ni ibada mzito, lakini pia ni ibada ambayo nikisha swali huwa nalala. Sababu ni nini? Mwingine anaweka kisingizio kwamba ni uji. Kama ndio sababu, eka mbadala, tafuta chai, ili mradi tufanze ibada na Allah tusamehe, kiondoka Ramadhani yaondoke na madhambi yetu. Kwa basi tukumshane, tukasema Ramadhani ni shahru tarawih, ni mwezi wa tarawih, ni mwezi wa kudumu zaidi katika tarawih. Kwa tunamaliza kwa kusema, wa an Ali ibn Abdul Muttalib karramallahu wajha, kutoka kwa Imam Ali anasema anhu, kwa maana kutokamana kwake yeye Imam Ali radhiallahu anhu, Mwenyezi Mungu amwiradhi, annahu qal, hakika ya kwake alisema. Maneno aliyosema ni katika hali ya kuulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa maana suila nabii sallallahu alayhi wasallam an fadilati tarawih, aliulizwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutokamana na fadhila za tarawih. Tunavyoswali tarawih tunapata nini? Leo watu tarawih tunaikimbia kwa visingizio mbalimbali. Sikiliza Mtume sallallahu alayhi wasallam majibu yake, anaeleza nini. Ali radhiallahu anhu au karramallahu wajha alivyouliza swali hili, an fadhaili tarawih fi shahri Ramadhan, fadhila za tarawih katika mwezi wa Ramadhan. Faqala, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akajibu katika hali ya kusema, atakayeswali siku ya mwanzo Ramadhani imeshawasili, ile siku ya mwanzo kuwasili kwa Ramadhani, na sisi ndio wajibu wetu kuanza tarawih. Yakhruju almu'min min dhunubihi, utolewa muumini kutoka katika madhambi yake, fi awwal, katika ile siku ya mwanzo, au fi lailati ka yaumi wulida ummuhu, anatolewa katika madhambi yake kana kwamba alivyotoka siku ya mwanzo katika tumbo la mama yake. Kumbe kuiswali tarawih katika siku ya kwanza inatufanya kusamehewa madhambi yetu tulionayo. Hiyo ni siku ya kwanza. Je, mfuatiliaji wetu wa chaneli yetu ya Maalim Kaisi TV, je, mpaka leo siku ya kwanza uliswali tarawih? Ikiwa hukuswali, tayari kuna nafasi adhimu umeipoteza. Lakini pia wa fi lailati thani, na mwenye kuswali siku ya pili au thania, mwenye kuswali usiku wa pili, kwa maana tarawih ya pili, yaghfir lahu, husamehewa yeye madhambi yake, wali abawaihi, pamoja na wazazi wake wawili, inkana mu'minaini, hawa wazazi wawili ikiwa wao ni waumini wawili. Kuswali tarawih siku ya pili tunasamehewa sisi waswaliji, lakini pia ni nafasi ya kusamehewa na wazazi wetu. Mfuatiliaji wetu, siku ya kwanza hukuswali, je, siku ya pili uliswali? Na kama uliswali, ulitambua nini ulichopata? Kama hukutambua, tulishike hilo. Lakini basi pia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatuambia, wa fi lailati thalitha, imma aliyeswali katika usiku wa tatu, nada almunadi au nada almunadi, yuko mpiga kelele, au nadi malak, upiga kelele malaika katika hali ya kunadi, min tahti al-arshi, kutoka chini ya arshi pasemwe maneno na Allah subhanahu wa ta'ala, istanifil amala ghafara, istanifil amala, amesamehe subhanahu wa ta'ala, ghafara Allahu, Mwenyezi Mungu amesamehe, ma, kwa kile ambacho taqaddama min dhambika, umetanguliza katika madhambi yako. Hii ni kuswali tarawehi katika siku ya tatu. Wakati pale pakiswaliwa, mnada unatoka katika hali ya kusema
nimesamehe katika sehemu ya madhambi uliyoyatanguliza. Sisi leo tuna madhambi mangapi? Ndio maana tukaambiwa mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa waja kusamehewa. Mwezi wa Ramadhani awwaluhu rahma, 10 la kwanza ni waja kurehemewa. Tutafuteni hizi fadhila ili mradi Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe. Lakini pia mwenye kuswali usiku wa 4, subhanahu wa ta'ala mengi anatuambia katika sharfi Ramadhani, lakini bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye pia anatuambia katika hali ya kumjibu Ali, lakini pia katika hali ya kutuelekeza sisi. Asema pia mtu huyu atakayeswali siku ya 4 anayo malipo mithlu qira'at at-Taurat. Malipo atakayopata ni mfano wa mtu ambaye amesoma kitabu cha Taurati chote. Taurati tunaona alipewa Mtume Musa alayhi salatu wassalam. Wal Injil, pia tathmini yaja sawa sawa na amesoma Injili yote. Tunaona Injili alipewa Mtume Isa alayhi salatu wassalam. Wazabur, pia tathmini yaja kwa kuswali siku ya 4 sawa sawa na mtu pia ambaye amesoma Zaburi yote. Zaburi tunaona ni kitabu ambacho amepewa Mtume Daudi alayhi salatu wassalam. Wal Furqan, aliyeswali siku ya 4 tathmini pia yaja sawa sawa na amesoma Furqan. Furqan ni Qur'an. Qur'an tunaona amepewa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndio kitabu chenye juzuu 30, sura 114 na aya 6236. Mengi anaelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliendelea kusema mpaka siku ya 30 kuna fadhila gani. Sisi leo kwa ajili ya muda na ili mradi tupate ubora wa kuendelea kufuatilia na kusikiliza na kuendelea kuzingatia, tumalizie basi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema mpaka siku ya 30. Sisi leo tumalizia lau katika siku ya 5. Na yule ambaye aliyeswali katika usiku wa 5, aatahu Allahu ta'ala, upewa mtu huyu na Allah subhanahu wa ta'ala mfano wa mtu ambaye, kwa maana mithlu man salla fil masjidil harami. Tathmini napita sawa sawa na ameswali masjidil harami, kwa maana harami ni pale Maka, lakini pia wa masjidi Madina, kwa maana tuite ni Quba, msikiti wa Mtume pale Madina sallallahu alaihi wasallam. Tathmini ya kwanza sawa sawa na ameswali masjidil haram. Tathmini ya pili pia napitikia kana kwamba ameswali masjidi katika msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal masjidil aqsa, tathmini nyingine yapita sawa sawa na ameswali Aqsa, kwa maana Baitul Maqdis, katika hali ya kuiswali tarawehe katika mwezi wa Ramadhani, hususan 10 la mwanzo la pili mpaka mwisho. Tathmini yake inapita hivyo ambavyo tunavyoweza kuambizana. Wa fi lailati sadisu, ima aliyeswali tarawehe katika usiku wa 6, a'tahu Allahu ta'ala thawaba, umpa Mwenyezi Mungu mtu huyu thawabu ambazo man za yule ambaye tawafa bil baitil ma'mur. Tathmini napita sawa sana amefanya tawafu katika msikiti unaoitwa Ma'mur, na sio Ma'mur ya hapa mjini kwetu Dar es Salaam, ile Ma'mur ya Upanga. Hapana, Masjid Ma'mur napatikana katika wingu wa 6. Kwa hiyo tathmini yake inakuwa sawa sawa na mtu ambaye kafanya tawafu katika Masjid Ma'mur ulioko katika wingu wa 6 kwa kuswali kwako tarawehe. Je, mpaka leo umeshaswali? Kama bado, muda tunao, umekosa baadhi ya majambo, ila shika hapa kuendelea mbele ili mradi tuone kuna nini mbele yetu. Wayaghfir lahu bikulli hajar wa yastaghfir lahu bikulli hajar, na mtu huyu pia huombewa yeye msamaha na kila jiwe ambalo liko katika ulimwengu. Mwana Ramadhani, tunakumbushana tuitumie fursa hii ili mradi Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu kwa baraka na sharfu iliyomo katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu ndio mwezi ambao sisi twafutiwa madhambi, na sisi ndio wakosaji ambao tunafanya madhambi lailan wa nahara. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Tunaomba endelea kufuatilia channel yetu ya Maalim Kayisi TV ili kufaidika na haya mafundisho ya mwezi wa Ramadhan na maelekezo mengine mbali ambayo yanahusiana na dini yetu tukufu ya Kiislamu. Wa ma alaina ila albalaghul mubin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunamwomba Allah atutakabalie saumu zetu. Tunamwomba Allah atuondoshee maradhi na magonjwa na mabalaa mbalimbali, na Allah atupe riziki zenye wasaa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.